hakika Yesu mwana wa Mariamu ni mtume wa Mungu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, na ni neno lake Mungu aliloliweka ndani ya Mariamu, wa ruhu minhu, na ni roho yake. Ngoja kwanza, kabla hujafika kwenye kugundua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, safari yake ulianzaje mpaka unaanza kuingia kwenye Ukristo? Kwa sababu unavyosema umefika degree, alafu ulikuwa unasoma vitu vya Kiislamu, ulikuwa ni Muislamu swafi, ulikuwa unaelewa kila kitu. Nini safari yako, yani ilianzaje hapo? Mimi kwanza, baada ya kumaliza shule Sudan, nilitoka Sudan nikakuja Kenya. Na baada ya kukuja Kenya, nikapita, ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kusikiliza muhadhara. Ngoja kwanza. Wakati unasoma huko kote, ulikuwa unasoma na Biblia? Kwa sababu tunajuaga watu wanasoma Biblia. Tunajuaga watu wanaosoma theology wao wanasoma na Qur'ani. Mtu anasoma Biblia. Mimi Biblia sikuwahi isoma, maana kwanza sikuwahi ipenda. Sio katika masomo yale, hakuna sehemu inatakiwa usome labda Biblia ili ujue. Unajua katika hapo walikuwa wanatuambia, tulikuwa najua Taurati iko, lakini wanatuambia iliharibiwa. Ndio maana chukua tu mfano, wale chukue mashekhe wakubwa wa Kiislamu wenye wako hapa Tanzania ambao ni maarufu, waulize maswali ya Biblia, jibu ambao atakwambia hiyo si fani yetu, nenda mtafute wale ambao kina Mazinge, kina nani, wale ambao wanajua Biblia. Unaona? Kwa hiyo huyu shekhe ana elimu ya Kiislamu safi, lakini elimu ya Biblia hana. Ya sasa mimi nilikuwa najua watu wanaosoma Biblia ni watu wenye wanapenda kubishana sana. Maana nilikuwa naona muhadhara ni kama watu wanabishana. Maana mwisho wa siku hauoni faida. Hao wanalalamika. Sasa mimi siku moja nikapata bahati, nikahudhuria mkutano. Na topic ilikuwa, je, Yesu ni mwana wa Mungu? Nikasikiliza, nikaandika points, lakini nikaona mwalimu wa Kikristo ajielewi. Sasa huyu Yesu mkate wa uzima, huyu Yesu mwana, huyu Yesu mwanadamu, kesho Mungu. Sasa inakaaje? Lakini nikaandika mafungo, nikaenda, nikakaa, nikazipitia. Lakini katika hali ya kuzipitia, msimamo wangu katika kichwa ilikuwa ni Qur'ani 112 aya yake ya kwanza hadi ya 4, ambayo inasema qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wala yulad wala yakul lahu kufuwan ahad. Sema Mungu ni umoja, Mungu ndiye anakusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hafananishwi na chochote. Hii ni sura ambayo Muislamu yote ukimuuliza ataisoma. Hiyo ndio ilikuwa msimamo wangu. Lakini nikapatana na aya nyingine katika Qur'ani. Na hii aya ndiyo ilianza badilisha mtazamo wangu wa kuwa Muislamu. Ni Qur'ani 4:171. Na hii aya wewe naipenda sana, ambayo inasema ya ahlal kitab, enyi watu wa kitabu, la taghlu fi dinikum, msivuke mipaka katika dini yenu, wala takulu ala Allahi illa alhaq, wala msiseme kwa Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Innama almasihu Isa ibn Maryam rasulullah, hakika Yesu mwana wa Mariamu ni mtume wa Mungu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, na ni neno lake Mungu aliloliweka ndani ya Mariamu, wa ruhu minhu, na ni roho yake. Sasa hapa nikaanza jiuliza, Yesu kweli kuitwa mtume, mimi sina shida, sina kweli, lakini mbona aitwe neno la Mungu? Na kwa mujibu ya Qur'ani kila kitu Mungu aliumba kwa neno, na Qur'ani nasema Yesu ni neno la Mungu. Yengine aitwe roho wa Mungu. Sasa hapo akili ikaanza funguka. Hiyo aya kidogo umesoma. Hiyo aya yenyewe labda ilikuwa inazungumziaga nini kwa ujumla wake? Achana na hapo tu ambapo inasema Yesu ni mwana wa Maryam. Huko chini inamalizia inasema wala msiseme watatu badala ya Mungu mmoja. Hakuna hoja kubwa ambao uko chini naweka.
Lakini unajua sio kama vile inakuaga labda inaweza ikawa inaongelea hivi Afrika sema hawa wanaodai hawa ni watu fulani, lakini ukweli iko hii aya, maana hiyo ndio Kiarabu yake. Labda mfasiri ambaye atafasiri idha kutoka kwa lugha ya Kiarabu kuleta kwa Kiswahili, lugha ya Kiarabu kuleta kwa Kiingereza, utapata kuna mambo mengi ambayo anaweka kwa bracket. Anasema anasema ni kiumbe kama viumbe vingine tu. Ule ukichukua tafsiri ya Farsi ya Kiswahili utapata hiyo neno hapo. Anasema ni kiumbe kama viumbe. Lakini sasa wewe kwa ulivyo tafsiri wewe. Lakini ukirudi kwa, ndio maana nilikwambia ili uelewe Qur'ani inabidi uelewe lugha ya nini, ya Kiarabu. Ukirudi katika lugha ya Kiarabu yenyewe original, hakuna hiyo, ni kiumbe kama viumbe vingine. Kwa hiyo hapo kwa msomi anajua hii ni ufafanuzi ya mwandishi ama mfasiri. Sasa kwa mfano kwa mtu mkubwa kama Farisi, vitabu vyake mnasoma, unaona kweli anaweza kaongea kitu cha uongo kwamba sio kiumbe kama viumbe wengine kama ilivyoandikwa kwenye kitabu chake hicho unachosema kwenye tafsiri yake. Uislamu inasema unaweza tumia uongo kwa ajili ya mambo ambayo italeta faida katika Uislamu. Hadithi ya nani inakubalika au ndio zile hadithi za hiyo? Ni hadithi inatoka kwa Abu Huraira na inapokelewa na Bukhari na Muslim, yani muttafaqun alayhi. Yani Muislamu anaruhusiwa kutumia uongo mahali patatu. Jambo la kwanza, kupatanisha watu wawili waliogombana. Mimi na wewe tukigombana, Muislamu anaruhusiwa kukuja kukwambia, unaona Hassan mahali kwenye yako ananituma sana na ananisihi umsamehe na sijaongea. Kisha anakuja kwangu ananiambia simulizi anasema umsamehe sana na hatujaongea. Mimi na wewe tukipatana tunacheka. Kila mtu anajua mwenzake amemwomba nini, msamaha. Hiyo ni Uislamu. Uislamu inasema pia unaruhusiwa kumwambia mke wako uongo. Yaani mke akikwambia mume wangu leo atuli, unamwambia mke wangu nikiamka tu hapa sasa hizi tunakula. Na jambo la tatu, ama kuleta jambo ambayo litaleta faida katika Uislamu. Yaani Muislamu anaweza tumia uongo kama ni kitu ya kuprotect nini Uislamu, anaruhusiwa kutumia uongo. Ndio maana mimi ukiniuliza Sheikh kama Farsi siwezi ona ni ajabu. Ndio. Sawa, tuendelee sasa. Umekuta hapo katika mabishano, katika mdaharo, alafu baadaye ukaenda ukasoma kuhusiana na ukaanza kujiuliza maswali ya neno na Mungu alikuwa anaomba kwa kutumia neno, ikawaje sasa? Baada ya kwenda nikasoma, nikafanya research, siku ya pili nikakuja nikasikiliza tena, nikaenda nikasoma. Lakini kitu ambacho niligundua, unajua okovu tunakuja tukamilisha program. Lakini Mungu, ukisoma katika kitabu ya Yeremia 1:5, Mungu anaambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, nikakuchagua, nikakufanya kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo Mungu hata kabla, yani hiyo siku ilikuwa ni sababu, lakini Mungu alikuwa amejua. Ulikuwa unatamani kuwa Mkristo maana? Mimi kwangu sikuitamani, lakini Mungu aliyeniumba si ananijua zaidi. Lakini hiyo siku nikapata neno ya kunishawishi na nikaanza fanya research. Maana katika Warumi 10:17 Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo kitu iliyonishawishi niliposikia, imani ikaanza umbika ndani yangu. Kisha nikakuja tena nikasikiliza. Lakini kitu ambacho kilichoniogopesha, unajua Uislamu, watu wengi leo hii na walimu wa Kiislamu hawawezi sema ukweli. Na ukweli ni hii, Uislamu ina njia moja tu ya kuingia. Uislamu haina njia ya kutoka. Maana kuna hadithi ya Muhammad, hadithi sahihi kabisa. Nikisema sahihi ni hadithi ambao haina mikato, imenyooka, ambayo inasema man badala dinahu faqtuluhu, atakayebadilisha dini muueni. Kwanza inaanza, wanazuoni wanasema murtadi. Ukisikia murtadi ni kama sasa mimi hapa ni murtadi kwa mujibu wa Uislamu. Murtadi ni mtu aliyerudi nyuma ama aliyegeuka. Inasema murtadi ni mtu aliyeacha dini ya Kiislamu akajiunga idha kuwa Mkristo, Myahudi, Mkomunisti, ama akaamua asiwe na dini awe mpagani. Kwa hiari yake, na akiwa ni mtu aliye na akili timamu, atapewa siku 3 arudi kwa Uislamu.
asiporudi atakatwa kichwa kwa kauli yake Mtume ambaye inasema man badala dinahu faktuluhu, atakayebadilisha dini muueni. Hiyo ndio sheria ya Kiislamu. Hii haitekelezwe Tanzania kwa sababu Tanzania si nchi ya Kiislamu. Lakini ingelikuwa niko Somali, saizi ingelikuwa nimekufa. Kwa sababu si wangitekeleza hiyo. Sasa nikaanza ogope itakuwaje? Itakuwaje? Lakini nilienda ona, unajua mimi mtu ambaye amenihubiria na akanibatiza ni huyu Mwalimu Dasha. Ndio ambaye amenifunza Ukristo hadi nikawa vyenye niko hadi leo sasa hivi. Nikaenda muuliza, hivi mwalimu, hivi sikuwa najua jina, nikamuuliza tu, hivi ili mtu abatizwe wewe Mkristo analipa shilingi ngapi? Maana niliamini Ukristo ni kama kagenge fulani, kachama fulani. Na nilikuwa naamini wale wote ambao wanatusi Uislamu wanalipwa. Yani nilikuwa naamini kuna tu wazungu wako na pesa nyingi huko, ukitusi Uislamu unalipwa. Sasa mimi nikajiuliza, sasa inabidi niulize utaratibu, maana mahali kwenye unalipwa ni kama saizi nikuje kuambia nataka tuwe mapartner kwa nini kwa hii channel yako. Unajua utanipea masharti, unaniambia ni hivi, nunua hivi, unaona hizo vitu zote. Akaniambia akuwa Mkristo hakuna kitu nalipo, kimwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako basi unakuwa Mkristo. Nikamwambia ni hayo tu, akasema nikakubali kuwa Mkristo. Lakini wakati nilipokubali kuwa Mkristo kukatokea ingine changamoto kubwa sana. Unajua safari ya wokovu ni safari kubwa sana. Na ukiona mtu anasimama kwa wokovu usichukulie poa. Miezi kama 2, maana mimi nimekuwa Mkristo mwaka wa 2017. Sasa hiyo 2017 nikapatwa na changamoto. Kuna shekhe mmoja wa Kiislamu ambaye anaitwa Yahya, ako hapo Kenya, ni Msomali. Huyo Yahya akakuja nidanganya, akaniambia arudi katika Uislamu. Kwa sababu ukirudi katika Uislamu amani yako itakuwa. Baada ya kuandikiwa message nyingi, nimeandikiwa message nyingi za kutishiwa kuuawa, nyingi sana. Kwani ulikuwa ni nani kule Kenya ambako unasema natishwa watu? Unajua Waislamu hata usipokuwa na choo, unaona Muislamu yoyote ambaye ametoka, hasa kwa sisi ambao tulikuwa wasomi, ukakuwa na hiyo ujasiri ya kutangaza imani yako, kusema Muhammad si mtume, majini ni Waislamu, Qur'ani si kitabu cha Mungu, wao kwa akili yao wanajua umelipwa. Na anaanza kutishia na kuambia usichafue dini yetu tutakuua. Sasa wakati hizo zilikuwa vitisho na nilikuwa sijakuwa kiimani kabisa, nikakubali, nikamwambia narudi kwa Uislamu. Hapo tu. Na hata kuna video ambayo ilitoka hapo, akaniandikia, nikasema mimi huku kwa Kristo nililipwa, nikafanya hivi, nikaongea maneno mazito. Mimi nililipwa, kwanza kazi yangu huku ni kubadilisha aya za Qur'ani kwa hiyo clip. Kumbe jamaa akakuja karusha clip. Sasa baada ya kurusha clip nikawa huku kwa Waislamu siko na kwa Kristo siko. Lakini nikakaa nikasema wokovu si yangu peke yangu, na Mungu ndiye anajua kama ni kweli nilisema kwa roho yangu. Nikakuja nikasema sitaacha wokovu kwa ajili ya mtu. Huyo jamaa kumbe lengo yake ilikuwa ni kunizima, nisiwahi simama kwa ajili ya hiyo clip. Nikisimama tu anasema si alisema. Sasa hiyo 2017 mwisho sasa nikarudi. Nikaanza sasa jifunza Ukristo ni nini. Nikapata sasa mafunzo na msingi wa imani. Hadi saa hizi sasa nikwambie simulizi, hata kama inanigharimu kukatwa kichwa ili niache wokovu, siwezi acha. Kwa sababu mimi baba yangu mzazi, baba yangu aliyenizaa, yeye alisema niko tayari kuuza mali yangu, atakayekuleta ukiwa hai ama umekufa nimpe zawadi. Na mimi nikamwambia babangu, na mimi niko tayari kupoteza kila kitu kwako. Nitakuheshimu kama baba yangu, lakini sitawahi tii imani yako hadi niingie kaburini. Na hadi leo mimi na babangu hatuongei sababu ya kuhama. Na wewe ulihama imani kisa umeona Waislamu wanasema Yesu sio Mungu, sio mwana wa Mungu. Kitu kubwa
iliyofanya niache Uislamu baada ya kujua bila kuamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu hakuna uzima wa milele. Unajua hii hatuongelee kwa ajili ya mapato ya duniani. Mi bado kijana na bado mi ni msomi. Naweza tumia elimu nilio nayo nipate fedha, naweza tumia elimu nilio nayo nifanye biashara, yani kwa njia yote hiyo. Lakini mambo ya hatma ya maisha ya wokovu ni kitu ambayo inatakikana tuwe nao serious sana, maana baada ya kila kitu tunatarajia uzima wa milele. Sasa mimi kikubwa kilichonifanya niache Uislamu baada ya kujua kuwa, maana katika Yohana 3:36 nasema muaminie mwana wa Mungu yuna uzima wa milele, asiye muamini mwana hataona uzima. Na kisha ili uwe Muislamu inabidi ukiri ya kwamba Mungu hana mwana sababu hana mke. Kwa hiyo kwa mujibu ya hizi Waislamu wote motoni, na kwa mujibu ya Waislamu Wakristo wote motoni. Lakini sasa nikikuja kaa hivi niangalie mafundisho ya Uislamu na niangalie mafundisho ya Ukristo, tunapompata Kristo na kuvaa tabia yake ili tuwe na Ukristo, ni ipi kwangu ninaona ya kwamba inaweza fikisha mtu mbinguni? Ninashawishika kuwa Wakristo wana sababu yote ya kuenda mbinguni. Okay, wewe sasa hivi kama hivyo unavyosema, msomi, mtu mzima, unaangalia mitandaoni, unatembea, unafanya mihadhara, unaona Ukristo, watu wengi sana wameingia kwenye Ukristo na unaona Ukristo unachezewa. Yaani kwamba kuna watu ambao unaona kabisa hawa ni manabii wa uongo na wanafanya hivyo Ukristo, na bado tena hapo nasema nimeona Ukristo ndio dini ya haki. Lakini unaona kuna watu kabisa wanauchezea. Hujaona katika dini yenu ya Kiislamu kuna sehemu labda Uislamu unachezea mtu tu, shehe leo kashasimama leo na msikiti, sijui nataka kuwafanyia dua kwa 500,000, nataka niwafanyie sijui kwa milioni. Hujaziona hizo. Unakuja kwenye Ukristo unaochezewa. Hii inamaanisha nini kwako wewe ambaye tayari ulikuwa kwenye dini ambayo ni safi na sasa hivi tena upo kwenye Ukristo ambao na wewe tena bado unaita ni dini safi vile vile? Okay, jambo la kwanza, unajua dini yetu sisi wa Kristo inaenda kwa unabii. Maana katika Mathayo 24:24 Yesu alikuwa sema kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Laiti hatungeliona hizi vituko ambazo tunaona leo, Biblia isingekuwa kweli. Lakini tunapoviona, wale ambao ni wasomi wanaona jinsi gani maandiko yanaendelea kutimilika. Na ndio maana sisi, Mkristo hajiiti Mkristo kwa jina. Lakini katika Warumi 8 mstari wake wa 9 ama 9:8 nasema, ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili bali mwaifuata roho. Lakini mtu awe yoyote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hiyo kitu kinachotufanya sisi tuwe wa Kristo ni hiyo tabia ya Kristo, si kumuita Kristo. Na hata kipindi unasoma unapita huko, lakini si umewahi kujua kwamba Ukristo sio dini na Waislamu wote wanasema Ukristo sio dini? Unajua, kwanza inabidi kwanza tujue dini ni nini. Ni kama mtu mmoja akuje sema bread, mwingine aseme mkate. Wote wanapatia, lakini wanaweza bishana kwa ajili ni lugha mbili tofauti. Dini ni neno la Kiarabu. Ukisoma kitabu ya Ayubu 4:6 nasema, je, dini yako sio matarajio yako na matumaini yako sio huo elekevu wa njia zako? Pia katika Qur'an 3:99 nasema, enyi watu wa kitabu, kwa nini mnawazuilia watu na dini, njia ya Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo Qur'an nakubali dini ni njia na Biblia nakubali dini ni njia. Lakini sio kwa sababu Uislamu ni dini na Ukristo ni dini. Hapa katika Waislamu na katika Wakristo kuna ambao wanafuata njia ya kweli na kuna ambao wanafuata njia ya uongo. Na kwa sababu hii ni mada ndefu ambao tunaweza saizi tukisema tuifunue itachukua muda. Maana ya neno lenyewe dini ni nini? Njia. Maana dini ni neno la Kiarabu. Kwa Kiswahili njia. Ndio maana sisi wa Kristo tunajivunia kusema kuwa njia yetu ni ya kweli, maana tuna andiko. Mtu akiniuliza andiko ni andiko ambako nao ni gani? Nitampea Yohana 14:6. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Andiko hii kuanzia Qur'ani sura ya kwanza ambayo inaitwa Suratul Fatiha mpaka sura ya mwisho ambayo inaitwa Suratul Nas. Qur'ani iliyo na juzuu 30, iliyo na sura 114, aya 6236. Hakuna hata andiko moja linalosema Uislamu ni dini ya kweli na uzima. Ni dini kweli,
kama vile kuna dini nyingi za Baniani, Shinto, Al-Krishna, lakini dini pekee ambao ni kweli na uzima ni kumfuata Yesu Kristo. Na ndio maana nikaacha Uislamu nikamfuata Yesu, na niko tayari hata kutoa maisha yangu kwa ajili ya imani yangu. Na sawa, kwenye Uislamu ukimfuata Mtume Muhammad mwisho wake unaambiwa ni nini? Kama wewe unasema ukimfuata Yesu Kristo mwisho wake unapata uzima wa milele. Haya, ukimfuata Mtume Muhammad ulikuwa unafundishwa kwamba unaenda wapi? Unajua ndio maana nilikwambia walikuwa nasema tunaenda peponi, lakini tumsikilize Muhammad peke yake. Qur'ani 46:9. Muhammad anasema sema mimi si kiroja mpya katika mitume, wala sijui nitakavyofanywa mimi wala mtakavyofanywa nyinyi. Kwa hiyo kwa mujibu ya Muhammad ajua na umfuata watafanywa nini na yeye mwenyewe atafanywa nini. Sawa, hapo Mtume Muhammad anasema sema, alikuwa anamwambia nani? Huyu kwa mujibu ya Qur'ani. Unajua Qur'ani inatumika katika neno inayosema almutakallamul ghaib, mtu watatu asiyejulikana. Kwa hiyo kwa mujibu yao wanasema eti Allah, maana mimi siamini Qur'ani kuwa ni kweli, lakini acha nitumie hii. Wanasema Allah anatoa neno anapea Angel Gabriel ama malaika Jibril. Malaika Jibril anakuja mwambia Muhammad. Kwa hiyo huyu hapa anayesema qul ni huyu, ile inaitwa fi'lul amri, neno la kulazimishwa. Yani sema, anayeambiwa aseme ni Muhammad. Mimi si kiroja mpya katika mitume, sijui mtakavyofanywa nyinyi wala nitakavyofanywa nyinyi. Kwa hiyo Muhammad hajui atakavyofanywa na wale wanaomfuata hawajui, lakini mimi Yesu amenipa matumaini. Sasa kama Muhammad hajui atakachofanywa na hata nyinyi hajui mtakachofanywa, kama ulivyosoma hii habari ya kwamba kuna pepo inatoka wapi, na habari ya kwamba ukienda utapewa mahuraira wanawake huraini imetoka wapi kama Muhammad aliambiwa aseme hajui? Lakini ndio maana sisi Biblia inatuambia ni katika kitabu cha Warumi, mtumishi Paulo anasema mfano wa mbingu akili ya mwanadamu haijawahi fikiria, ama macho ya mwanadamu haijawahi iona. Hata kama tunaweza zungumzia mbingu aje, maana si Biblia inatuambia mbingu tutatembelea dhahabu. Kwa hiyo kama mahali kwenye mchanga yake ni dhahabu, huwezi kaanze fikiria kuko aje. Maana hata material kuna asali na maziwa. Ile asali na maziwa tunaambiwa, lakini wanakwambia akili ya mwanadamu haiwezi anza fikiria. Huku peponi kuna wale mahuru la aini. Sawa. Kwenye upande wa Uislamu ni nani sasa aliyetoa hayo kama Muhammad aliambiwa aseme hajui? Nani aliyetoa kwamba kutakuwa kuna hulaini? Nani alisema kutakuwa kuna peponi kama yeye aliambiwa sema sijui nitakachofanya wala nataka kwenda? Katika maisha ya Kiislamu kuna vitu nyingi za kujiuliza. Sivyo? Ndio, wewe ulikuwa unasoma na umesoma na umemaliza mpaka chuo. Ninapotoka hapo ndio ninapata ufahamu zaidi. Kufanye kwa ule ufahamu uliokuwa nao. Ule ufahamu, unajua hizo ni vivutio. Wanakuhamasisha ili ushike dini. Kwa hiyo ni nani aliyesema sasa haya? Si ni Muhammad. Sasa kama alisema hayo maneno kwamba mtapewa mahuraini, akasema mtapewa pepo, na nasikia kuna mpaka pepo ya kawaida na kuna pepo ya juu. Kuna pepo 7 daraja. Pepo ya juu kabisa ni Firdaus. Janatu Firdaus. Huko ndio maana pepo huko. Lakini sasa uangalie, ndio maana nilikwambia Qur'ani ama maneno ya Uislamu inapingana. Mimi sina shida na hiyo habari ya kupinga. Nisikilize, huku hiyo ni hamasa. Na hii maneno walikuwa naisema, ukifuatilia maneno nyingi ambao Muhammad anapamba pepo, ni wakati Waislamu walikuwa wanaenda kwa kitu ambacho inaitwa jihad, kwenda pigana. Sasa anahamasisha wale wanajeshi, anawaambia ukikufa huko kuna pepo. Katika pepo kuna mito ya pombe, kuna mito ya asali, kuna mito ya maziwa, kuna wanawake mahuru la aini, wakikunywa maji unaona vyenye nateremka. Unajua udhaifu wa kila mwanaume ni mwanamke. Unaona? Sasa watu wanaenda pigana wakiangalia mbinguni, lakini si Biblia inatuambia mbingu ambayo tunaenda hakuna kuoa ama kuolewa. Mimi sina shida na hiyo kwenye Biblia. Mimi nataka kwenye Qur'ani. Kwa sababu hapa kumbuka tunachoongelea, mimi ninachoongelea kikubwa ni kwamba Muhammad
mtume hajui atakavyofanywa wala mtakavyofanywa nyinyi. Hapo hapo mmeambiwa mtapewa mahuraini. Kuna hiyo mito kama unavyoisema, ameyasema haya kutoka wapi kama hapo mwanzo kashasema yeye? Ndio maana kuna aya katika Qur'an, ukisoma Qur'an ya 40 inasema waja walio wema wataenda peponi, sivyo? Mtume bado Muhammad, si wanasema Qur'an, wao wanasema Allah, lakini mimi najua Qur'an yote ni Muhammad ndio anasema. Sawa, lakini kwa maneno ya kutoka kwa Allah tunaamini kulingana na wao. Sasa huku na pia tena hiyo 46:9 pia tena nayo ni Qur'ani. Hii ni 40 anasema wanaenda peponi. Kisha tena sura ya 49 anasema hawajui watafanywa nini. Mimi kama msomi hapo direct hiyo inaitwa contradiction. Haya, sawa, hapo tena tufike kwenye hiyo mito ya asali. Hiyo tena ni nini? Ni Qur'ani hiyo au ni hadithi? Qur'ani inasema sasa hiyo anaongelea katika nini? Kwa nini watu wapewe? Ni mfano wa pepo walioandaliwa waja wangu, mtakuwa mito ya maziwa isiyovunda, mito ya asali isiyoharibu ladha yake, mito ya pombe, unaona hizo. Lakini sasa katika hadithi ndio anakuja pamba. Unaona Qur'an tunasema hurul ain. Mfano wao ni kama vilauri vyenye kung'aa. Si hiyo tu hapo Qur'an inaishia hapo. Lakini sasa ukikuja kwa hadithi sasa wanaanza elezea wale hurul ain walikuwaje. Sasa ukikuja angalia na uangalie uchukue maneno sasa ukae peke yako. Unajua hapo ndio kwenye shule inatusaidia. Hata mwalimu anaweza kufunza kitu, si amefunza, lakini uko na freedom ya kwenda reason. Tunafanyaga vyote mnavyoniambia hapa, huwa anaenda ku reason, ndio maana nakuja na unakaa unajiuliza, huyu mwalimu inakuaje ananiambia hivi na mimi akili yangu haikubaliani na hii. Kulingana na mimi naona nikitumia hii inaweza kuwa nzuri kuliko hii. Na hapo mwalimu haruhusi kuingilia. Hapo si ni mimi ndio natakana nikubaliane na hiyo ama nikataane na hiyo. So kitu moja ambao mimi naweza toa ushauri kwa Waislamu na Wakristo, tuwe na freedom of choice, uhuru wa kuchagua. Kama we ni Mkristo, soma Biblia, achia akili yako nafasi ya kukubaliana na ukweli mwingine pindi unapokuja. Na kama wewe ni Muislamu, usijae tu Uislamu kwa akili. Achia akili yako nafasi ili jambo jipya linapokuja unaweza kulipokea. Nafikiri hiyo ndio itatusaidia na hiyo ndio itafanya kila umoja amtafute Mungu kwa njia ya kweli. Ndio. Okay bwana, tumemaliza. Labda kama una la ziada. Labda la ziada tu ni kuambia watu, maana najua kuna mtu ambaye anaweza taka baadaye kuwasiliana na mimi. Sijui kuna unaniruhusu nitoe namba ya simu. Kwanza ukinitafuta kwa mtandao wa TikTok unaweza andika tu Injili Moto. Injili Moto. YouTube unaweza andika Biblia Ukweli Mtupu. Lakini pia namba yangu ya simu unaweka alama ya kujumuisha 254 78 20 35 713. Alama ya kujumuisha 254 78 20 35 713. Kama ndio mleche netu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe leo ili uendelee kupata video kama hizi. Asante.